habari za kitaifa. Hii ni Sky TV. Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari. Habari kuu usiku huu: wafungwa 42 waachiwa huru huku wengine 4845 kusalia gerezani kumaliza sehemu ya vifungo vyao. Na watu 200,000 wamehudhuria mazishi ya Papa Francis leo, akiwemo makamu wa rais wa Tanzania Dr. Mpango. Karibu mtazamaji katika uchambuzi wa habari zetu kutoka hapa Sky TV. Jina langu ni Mendi Josefu. Hassan ametangaza msamaha kwa wafungwa 4887 katika kuadhimisha miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Mwandishi wetu Fredi Cheti ametuandalia taarifa hii. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza msamaha kwa wafungwa 4887 katika kuadhimisha miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kati ya wafungwa waliopata msamaha, wafungwa 42 wataachiwa huru huku wengine 4845 wanabaki gerezani kumalizia sehemu ya vifungo vyao, ambapo msamaha huo umetangazwa leo kupitia taarifa ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pia ametunuku nishani ya kumbukumbu ya muungano kwa viongozi mbalimbali na kuzindua kitabu cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Ikulu Chamwino. Ndugu zangu, nitoe rai na rai yangu ni kumuenzi inaendana pia kwa wananchi wote. Hii rai yangu ni kwa wananchi wote. Niwaombe tumuenzi kwa kushirikiana kuleta maendeleo kwenye taifa. Kama alivyosema Mwalimu mwaka 1973, ikiwa maendeleo ya kweli yatatokea, ni lazima watu washirikishwe. Kwa hiyo niwaombe watu tushirikiane katika kuleta maendeleo ya kweli ndani ya taifa letu. Migogoro, uvunjifu wa amani na mizozano haitaleta maendeleo ya kweli kwenye taifa letu. Kwa hiyo niwaombe wote tushikamane, tujenge nchi yetu, tuinue taifa letu, tulete ustawi kwa watu wetu. Kwa upande wake, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Paramagamba Kabudi amesema kitabu hicho kinaenzi jitihada za baba wa taifa pamoja na viongozi mbalimbali. Mheshimiwa Rais, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere angekuwa anaandika kitabu hicho cha uhuru wa mwanamke wakati huu, hakika angekutaja Samia Suluhu Hassan kuwa miongoni mwa wanawake mahiri na waliofanya mambo makubwa kwa maendeleo ya taifa hili na ustawi wa wananchi na katika kukuza utu na amani duniani. Kwa mnasaba huo, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuona wewe Samia Suluhu Hassan na kutabiri miaka 81 iliyopita kuwa utakuwa rais wa kwanza mwanamke wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aliyewahi kuwa makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa Rwekaza Mukandala amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameendeleza maono ya baba wa taifa kwa kuwa muumini wa misingi ya umoja, kujitegemea pamoja na usawa kwa watu. Isitoshe, ameendeleza na kukoleza maono ya Mwalimu. Ni muumini wa misingi ya umoja, kujitegemea na usawa. Ameipa kipaumbele na umuhimu elimu na mafunzo ya amali. Ameendeleza miundombinu pamoja na kuipelekea nchi kujitegemea katika nishati. Ameendeleza uhusiano wa kikanda na umoja wa Afrika, na juhudi zote hizi zinaelezwa katika picha na maandishi. Wakati huo huo, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Dodoma katika kuadhimisha miaka 61 ya muungano wa Tanzania wametoa misaada katika shule ya msingi Buigiri huku wakijivunia mafanikio ya muungano huo. Kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Dodoma, Mrakibu Rehema Menda, amesema kila mmoja na wajibu wa kulinda muungano. Katika kusherekea hii miaka 61 ya uhuru, tukumbuke pia kauli mbiu inayosema muungano wetu ni dhamana, heshima na tunu ya taifa. Ni hakika ni tunu ya taifa na ni jambo ambalo kila mmoja tunao wajibu wa kulinda muungano. Lakini sambamba na hilo, sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Dodoma tunajivunia miaka hii 61 ya muungano wa Tanzania, Zanzibar na Tanganyika. Tunajivunia sana kwa sababu yako mambo mengi mazuri ambayo yamefanyika, na tumepata mitambo mipya kwa hapa Dodoma
mpaka tarehe hii ya leo tarehe 26 tuna magari mapya ambayo tuliyapokea mwaka wa fedha 2020. Wilayani Mbarali mkoani Mbeya, maadhimisho ya miaka 61 muungano amefanyika kupitia zoezi la kupanda miti. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Zungumza kwenye maadhimisho ya miaka 61 ya muungano wa Tanzania ambayo yamehusisha zoezi la upandaji wa miti katika shule ya sekondari Ubaruku pamoja na kufanya usafi katika hospitali ya wilaya ya Mbarali, afisa tarafa wa Ilongo Magdalena Sikwese amesema muungano huo ulianzishwa kwa nia ya kuleta mshikamano, ustawi wa kijamii na kiuchumi kwa Watanzania wote. Muungano wetu ni dhamana kubwa kutoka kwa waasisi wetu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Sheikh Abeid Amani Karume. Walianzisha muungano huu kwa nia ya kuleta mshikamano, ustawi wa kijamii na kiuchumi kwa Watanzania wote bila kujali tofauti zetu. Napenda kuwakumbusha pia kuwa mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Kauli mbiu ya mwaka huu inatukumbusha umuhimu wa kushiriki kikamilifu katika mchakato huu wa kidemokrasia. Tushiriki katika kujiandikisha, kuwaelimisha wengine na hatimaye kupiga kura kwa amani na utulivu. Tusikubali kuchochewa au kugawanyika kwa misingi ya kikabila, kidini au kisiasa. Pamoja na hayo, afisa maliasili wa wilaya ya Mbarali Charles Patrick amesema anatarajia kupanda miche zaidi ya 1000 pamoja na kugawia wananchi ili kuweza kupanda katika maeneo yao. Tuna zaidi ya mashimo 500 na kitu, lakini tuna miche zaidi ya 1000. Kwa hiyo tutapanda miti hapa, lakini mingine itabaki. Nafikiri kuna watu wanaweza kachukua moja au mingapi ili nao wakapande maeneo ya kwao. Kwa hiyo ni zoezi endelevu, tunataka watu wapande. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa vijiji pamoja na wanafunzi wa shule ya sekondari Ubaruku wameishukuru serikali kwa kuhitimisha maadhimisho ya siku ya muungano kwa kufanya zoezi la kupanda miti katika shule hiyo pamoja na kuahidi kuitunza vizuri. Ninaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuhitimisha maadhimisho ya sikukuu ya muungano kwa kufanya zoezi la kupanda miti kwenye shule yetu ya sekondari ambayo iko kijijini kwetu. Leo tumepanda miti na sisi tunaahidi tutaendelea kuitunza na kuhamasisha wananchi waendelee kupanda miti. Miti hii zaidi ya 500 tumepanda kwa ajili ya kuenzi muungano wa Tanganyika na Zanzibar, na tunaahidi kuitunza ili iweze kuleta mandhari nzuri ikiwemo pamoja na hewa safi. Shukuru serikali kwa kutuletea miti hii. Tunaahidi tutaitunza na tutailinda. Tuelekee jijini Arusha. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko amesema ni wajibu wa serikali kutambua mahitaji ya wananchi kwa usahihi na kuyatatua kwa haraka. Taarifa mwandishi wetu Profti Manga kutoka Arusha inasomwa studio na Vijini hapo. Dr. Biteko amesema hayo wilayani Arumeru mkoani Arusha mara baada ya kuweka jiwe la msingi kwenye jengo la kisasa lenye thamani ya shilingi bilioni 5.6 katika chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru, fedha ambazo zimetolewa na serikali. Ameeleza kuwa katika wilaya ya Arumeru pekee serikali imeshatoa zaidi ya shilingi bilioni 100 kwa ajili ya miradi ya maendeleo ya wananchi. Tumepata fursa ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo iliyofanyika, kuboresha miundombinu ya hospitali ya Arumeru na mradi wa ujenzi wa jengo la utawala wa chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru. Kwa kweli, niseme bila kupepesa macho, nimejifunza mengi mno katika ziara hii. Nimeona na kushuhudia kiu ya wananchi wa Arumeru na Arusha ya kutaka maendeleo badala ya maneno. Nimeona wametupokea vizuri na wote kwa pamoja kauli mbiu yao na inafanana kote. Wanataka maendeleo, hawataki maneno. Na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ndio kariba yake ya kutaka maendeleo kwa watu na sio maneno kwa watu. Leo nimeona miradi mizuri ambayo imezinduliwa katika wilaya yetu ya Arumeru yenye halmashauri 2. Fedha ambazo zimekuja ndani ya mwaka huu ni bilioni 100. Bilioni 51 zimekwenda Meru,
na bilioni 49.6 zimekwenda Arusha DC. Hizi ni fedha nyingi sana zimemwagwa kwenye halmashauri yenu kwa ajili ya kuwaletea maendeleo. Narudia tena kuwajulisha kuwa kazi ya maendeleo ni hatua. Tutataka hili leo, kesho litahitajika jingine. Kazi yetu kama wananchi ni kutaka kilicho bora zaidi wakati wote, na ndio maana wakati fulani mwananchi akisema anataka hiki, mimi simuoni kama mtu anayelalamika, ninamuona kama mtu anayetaka kilicho bora, na ni wajibu wetu serikali kuangalia mahitaji ya wananchi na kuyafanyia kazi kwa haraka ili wananchi waweze kupata maendeleo kwa haraka. Akisoma taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, makamu mkuu wa chuo hicho Dr. George Bakari amesema jengo hilo limekamilika kwa 70% na hadi sasa zimetumika shilingi bilioni 2.7. Amesema jengo hilo litahudumia shughuli za utawala wa chuo. Na kwetu sisi Tengeru, chuo hiki, mradi huu ni muhimu kwa sababu kwanza kama ambavyo katibu mkuu amesema, watumishi wameongezeka sana. Na jengo ambalo linatumika la utawala sasa hivi, mheshimiwa mgeni rasmi, lina uwezo wa kuhudumia tu watumishi 102. Lakini hao 124 kwa kweli wanategemea wengi watapata ofisi kwenye jengo hili. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. John Jingu, amesema chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru ni nguzo muhimu katika kuzalisha wataalamu wa maendeleo ya jamii nchini. Na mpaka sasa tumetumia bilioni 2.7. Likikamilika, mheshimiwa mgeni rasmi, na tunatarajia katika mwaka ujao wa fedha tulikamilisha. Likikamilika litakuwa na ofisi 44 zenye uwezo wa kuchukua watumishi 94. Lakini litakuwa pia na kumbi za mikutano mbalimbali. Dr. Biteko anaendelea na ziara yake ya siku 5 mkoani Arusha, ambapo anatembelea miradi mbalimbali na kuzungumza na wananchi. Nikiripoti kutoka Dodoma, Virginia Paul, Sky TV. Uvaaji wa kofia ngumu kwa madereva wa pikipiki maarufu kama bodaboda pamoja na abiria inatajwa kuwa bado ni changamoto mkoani Mbeya. Sheria ya usalama barabarani ya mwaka 1973 sura namba 168 iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2002 inamtaka dereva pikipiki kuvaa kofia ngumu wakati wa safari. Michael Bundala kutoka Geita ametuandalia taarifa hii. Hapa ni mkoani Geita. Shughuli za kila siku zinaendelea kama kawaida. Nao waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda wanashughulika na usafirishaji wa abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine. Lakini suala la uvaaji wa kofia ngumu kwa madereva pikipiki hawa pamoja na abiria wao bado halizingatiwi kikamilifu. Madereva wa pikipiki maarufu kama bodaboda wanaeleza kwamba wanashindwa kuvaa kofia ngumu, yani helmet, kwa kuwa zinawanyima kipato. Kama wao tuvaa helmet kwa kitu kimoja. Ile helmet huwa inakuwa na sponge ya masikioni. Kwa hiyo unapovaa helmet, ile muruzi boda huwa hasikii. Kwa hiyo abiria unaweza kumpita kama muone, lakini ameita. Kwa hiyo ukivaa helmet kwa mwaminifu, kuvaa helmet toka asubuhi mpaka jioni, utaona mafuta yanapungua. Margaret Hadai kwa kawaida amekuwa akitumia usafiri wa pikipiki wakati anapoenda katika shughuli zake za kila siku. Lakini kuvaa kofia ngumu imekuwa ni mtihani usiojibika kwa sababu madereva wengi wa pikipiki hawana kofia hizo. Bodaboda wenyewe wazingatie usafi wa kofia hiyo ya pili, kwanza wawe nayo, pili wazingatie usafi. Babu Wanne Kapyempye anasema ili waendesha pikipiki na abiria wao wavae kofia ngumu, ni lazima sheria ngumu zitungwe kwenye maegesho ya pikipiki, ambapo sheria hizo zitatoa adhabu kali kwa madereva wanaoenda kinyume na takwa la kisheria la uvaaji wa kofia ngumu. Mwenyekiti atakiwe akionekana mtu hana helmet ni $100. Na awepo mkubwa wao wa vikundi vya bodaboda, naye ataenda na anajifanya kama anatembea anaenda kakua, akikuta tu kwenye pikipiki haina helmet, yeye anaandika tu jina kikundi hichi, kuna mwenyekiti wake ni fulani, anamuita mwenyekiti, nilipita kwenye kikundi chako nilikuta pikipiki haina helmet, nipe jibu. Jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani linawataka madereva wa pikipiki pamoja na abiria wao kuvaa kofia ngumu kwa kuwa kufanya hivyo ni muhimu kwa usalama wao.
Kwa majina mimi naitwa Sergeant Lucas wa kikosi cha usalama barabarani wilaya ya Geita. Tunasisitiza kwamba kila dereva wa pikipiki ajitahidi kuwa na kofia ngumu ya kwake kama dereva, alafu na ya pili ni kwa abiria wake anayembeba. Hii inasaidia endapo kama kutoka kuna hatari yoyote ile au ambayo inaweza ikatokea kwa maana ya ajali. Kama unavyofahamu tena, kichwa ndio kimebeba dhamana ya uhai wetu. Kwa hiyo hivyo tunasisitiza kwamba endapo kama ajali inaweza ikatokea ukatanguliza kichwa kwenye lami, inaweza ikaokoa maisha yako endapo kama unakuwa una kofia ngumu. Mkuu wa polisi kitengo cha usalama barabarani mkoa wa Geita, mrakibu wa polisi Alois Jacobo, anasema sheria ya uvaaji wa kofia ngumu inambana dereva wa pikipiki peke yake, lakini kwa usalama wa dereva na abiria wake wote wanatakiwa kuvaa kofia ngumu. Kwa sasa hakuna sheria ambayo inambana abiria moja kwa moja. Hamna sheria ambayo inambana abiria moja kwa moja. Kwa hiyo sheria iliyopo ni kwamba inamtaka dereva avae helmet. Kwa hiyo abiria. Wizara ya Afya kupitia elimu ya afya kwa umma imefikia takribani shule 50 zikiwemo shule za msingi na shule za sekondari mkoani Dodoma kutoa elimu juu ya lishe, magonjwa mlipuko pamoja na afya ya uzazi. Pendo Mkwawa ana taarifa kamili. Dr. Julieta Gosbert Bisiga anaeleza umuhimu wa elimu hii ya afya ya uzazi kwa wanafunzi na wamefikia takriban wanafunzi 1000 kwa kila shule. Tumeweza kufanya shughuli mbalimbali ikiwemo kuelimisha wanafunzi katika shule mbalimbali katika mkoa wa Dodoma, na zaidi sana katika shughuli hii tumeweza kutembelea takriban shule 50 zikiwemo za sekondari na shule za msingi ili kuhakikisha pia wanafunzi wanapata faida ya elimu hii ya afya, kwa sababu wao ndo vizazi tunavyovitegemea kujenga taifa letu baadaye. Kwa hiyo na katika shule ambazo tumeweza kuzitembelea idadi ya wanafunzi inaridhisha, ni kubwa, na kila shule kwa kukadiria takriban wanafunzi 1000 kila shule tumeweza kuwafikia. Na kubwa zaidi katika kuelimisha, katika elimu yetu tunaweza kuitoa kwa wanafunzi, tumeweza kuelimisha masuala ya lishe, na tunajua kabisa kwamba lishe ni msingi kwa ajili ya watoto wetu waweze kuwa na afya njema na kuweza kufaulu vizuri. Lakini zaidi sana tumeenda zaidi kufundisha kuhusu ugonjwa wa mlipuko, zaidi mpox na kipindupindu, kwa sababu ni wanafunzi wanakutana na msongamano mwingi wa watu. Tumefundisha vitu mbalimbali vya kuweza kufanya ili kuweza kujikinga, ikiwemo kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni, ambao ni msingi. Naye mkuu wa shule ya msingi ya Chihaga 7 Jeremia Sandia ameishukuru Wizara ya Afya kwa kuweza kufika shuleni hapo na kutoa elimu ya lishe na juu ya magonjwa mbalimbali, hasa magonjwa ya mlipuko. Napenda kutoa shukrani za dhati kabisa kwa Wizara ya Afya kwa kututembelea na kuja kutoa elimu juu ya magonjwa mbalimbali, hasa magonjwa ya milipuko kama mpox, kipindupindu na kadhalika. Lakini pia wanatuelimisha habari ya lishe kwa watoto wetu, namna uandaaji wa vyakula na hadi kukitumia kile chakula, namna kunawa mikono. Kwa ujumla tumefurahishwa sana na ujio wenu. Kwa upande wa wanafunzi, wameishukuru Wizara ya Afya kwa kuwaelimisha kuhusu afya ya uzazi na kutoa rai kwa wizara kuendelea kutembelea shule mbalimbali kwa lengo la kutoa elimu. Kupitia Wizara ya Afya, kwanza ningependa kuishukuru kwa niaba ya shule nzima na kwa niaba ya mwalimu mkuu wetu, kwa sababu imekuja leo, imetuelimisha na imetupa elimu kuhusu mambo mbalimbali ikiwemo mpox pamoja na mlo kamili. Swala zima la kufanya mazoezi linasaidia kufanya mwili kuwa imara, kujenga na pia kujiepusha na magonjwa mbalimbali, na hata pia kuepusha mwili dhidi ya athari mbalimbali ambazo zina uharibu mwili ama kukufanya kuwa mtu ambaye ni dhaifu ama kutokuwa na muonekano mzuri. Tumejifunza kuhusu magonjwa ya mlipuko. Magonjwa ya mlipuko hapo mengi, lakini kwa leo tumejifunza ugonjwa mmoja unaitwa mpox. Mpox ni ugonjwa usababishao na homa ya nyani. Tumejifunza madhara ya mpox na hatua za kuchukua ili kuepukana na ugonjwa wa mpox. Hatua ya kwanza ni kuweza kunawa mikono kwa usahihi na maji safi salama tiririka. Hatua ya pili ni kuepuka kugusana na mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa wa mpox. Hatua ya tatu ni kuepuka kuchangia vifaa na mtu mwenye ugonjwa wa mpox. Ugonjwa wa mpox ambao unasababishwa na homa ya nyani. Tunashukuru Wizara ya Afya kwa kuja shuleni kwetu na toa maoni kwamba waendelee kutembelea shule zingine kama walivyokuja hapa Dodoma Sekondari
na waweke vikundi maalum na mahususi kwa ajili ya kutueleza magonjwa ambayo yanalipuka, maana wengine tunakuwa hatuyafahamu vizuri. Nikiripoti kutoka jijini Dodoma, mimi ni Pendo Ngwawa, Sky TV. Mtazamaji wa Sky TV, tunapata mapumziko mafupi na tutakaporejea tutaungana na Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni watu 200,000 wamehudhuria mazishi ya Papa Francis leo, akiwemo makamu wa rais wa Tanzania Dr. Mpango.